Naitwa Remedius Mwema Emmanuel. Mimi ni mkuu wa wilaya ya Kiteto na kaimu mkuu wa wilaya ya Babati. Leo nimetembelea kwenye maonyesho ya Nane Nane kanda ya kaskazini, lakini pia kwenye eneo la magereza. Kuna shughuli nyingi zinafanyika, kilimo, lakini utengenezaji wa furniture pamoja na mambo mengine. Nimevutiwa na jambo kubwa ambalo kwa kweli magereza wamekuwa wanaunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hasa swala zima la nishati safi. Jiko hili sasa ndo mara yangu ya kwanza kupata kuelewa ubunifu mkubwa waliofanya kwamba jiko hili sasa linatumia oili chafu. Wala ambao wamebahatika kidogo kufanya umiliki wa magari, kila baada ya muda ukitaka kufanya service huwa unatoa ile oili chafu, tunamwaga tu kwenye vifaa mabeseni pale wanamwaga. Sasa magereza hawa wakaona kuna umuhimu, kumbe ile oili chafu ukiitumia kidogo, mtaalamu kidogo atatueleza hapa, inasaidia kuzalisha nishati ya kupikia na nishati safi. Lakini pia wana kitu kama adapter, ndogo ambayo inaongeza kama charger fulani. Atatueleza inafanya kazi gani. Mwisho wa siku wanapika chakula hapa, na nimetaka kujua moja, tunafahamu kwamba oil chafu gharama yake tunaangalia ni namna gani mtumiaji wa kawaida, yule mama wa Ingangonga Leoliki Tikiti Lembapuli kule vijijini Kiteto ndani, yule mtu wa Karatu, yule mtu wa Hanang' wa Mbulu, yule mtu wa Same wa Siha na maeneo mengine ndani ya mipaka ya nchi na maeneo mengine, anaweza akatumia jiko hili. Tujue kwamba gharama yake ikoje, tufahamu matumizi yake, mahitaji yale ni nafuu kiasi gani, ili tuendelee kuhamasisha Watanzania wengi waweze kufahamu nini magereza wanafanya. Mimi binafsi kwa nafasi yangu kama mkuu wa wilaya, kiongozi wa serikali, lakini mimi kama mwema tu katika hali ya kawaida, nimefurahi zaidi. Nimetembelea hapa magereza, nimeona jambo hili ni la muhimu, na moja kati ya kusudio ya maonesho haya ya Nane Nane ni kuwafanya Watanzania na watu mbalimbali kuja kwenye maeneo haya kuyaona yaliyo mazuri, kujifunza, kuyabeba, kuyatohoa na kuyapeleka mahala pengine. Hili limekuwa ni moja kati ya mambo ya msingi ambayo nimefurahishwa nayo. Sasa ninamtaka mtaalamu kwa ufupi kidogo awafanye Watanzania wengi na wasikilizaji wengi na watu ambao wangewiwa kujua, ili tuweze kumuokoa yule mama wa kijijini ambaye anasomba kuni kila siku. Anaweza? Karibu sasa ueleze, utuambie hiyo oili ni kiasi gani kwa siku inatumika, huu umeme kama sina umeme ninafanyaje, pengine ingawa vitongoji vingi, vijiji vingi, kata nyingi, tarafa na wilaya umeme umefika, lakini tuambie sisi ambao labda pengine hatuna umeme, nimefungua mgahawa wangu mdogo, mimi ni mama ntilie, baba ntilie, baba lishe, nataka nipike chakula, ninafanyaje? Sasa huyo ni mtu mmoja. Sisi vijana ambao tunachoma nyama choma au kwenye maeneo makubwa yanayohitaji matumizi makubwa ya nishati safi, tunafanyaje? Sasa nikukaribishe utoe na ueleze matumizi haya. Haya, karibu. Ni kijana huyu mahiri na nimefurahi, ana uelewa mkubwa, na jeshi la magereza wamempa nafasi hiyo kutoa elimu na kuwafanya wengi wafahamu, na maelezo yake mimi yamenishawishi, nataka washawishi Watanzania wengi wafahamu. Haya, karibu bwana. Nashukuru sana. Kwa majina naitwa Joshua Makingi Matthew, ni askari magereza. Kwa huu mwaka nimefanya ubunifu wa jiko la kutumia oili chafu. Wewe ndio umefanya ubunifu? Nimefanya ubunifu. Yaani wewe? Nimefanya ubunifu mimi mwenyewe kupitia. Nampigia makofi. Asante sana, asante sana. Naam. Nimefanya ubunifu ili kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais katika kuhakikisha lengo la kila Mtanzania atumie nishati safi linatimia. Nimefanya ubunifu wa jiko hili nikizingatia gharama za matumizi ya kila siku, kwamba anaweza kutumia Mtanzania yote, iwe wa hali ya chini au hali ya juu. Kwa gharama tu za haraka, jiko hili linatumia oil lita 2.5 ambayo ina uwezo wa kuwaka kwa masaa 12, ambayo kwa matumizi yale ya nyumbani ya kuzima na kuwasha mtu anaweza kutumia kwa siku 3. Yaani akitumia sana anaweza kutumia kwa siku 2 kwa lita 2.5. Na linahitaji support kidogo ya umeme, lakini umeme wake huu ni kama chaja ya simu. Na maana ukiweka uniti 2 unatumia mwezi mzima. Kwa hiyo alitumia umeme mwingi. Kwa mnaje ya kusema kwamba urudie kipengele hicho kwamba umeme huu ni kama chaja ya simu, ambao kusudio lake ni nini? Lengo ni kuokoa gharama.
kupunguza gharama za kulipia. Kwenye hili jiko hii umeme unasaidia kitu gani? Sasa kwenye hili jiko umeme unasaidia kutoa masizi na moshi, kwa sababu oili kama oili ikiwa inawaka inatoa moshi mwingi. Oili kama oili ikiwa inawaka inatoa moshi mwingi. Sasa tutalijaribu hilo baadaye. Na ule moshi sasa ndio unakuja kutuharibia hali huku, inakuwa ni nishati inakuwa chafu sasa kwa wakati huo. Sasa ukiweka hii inasaidia kitaalamu, inaondoa moshi, ndio maana huoni moshi hata kidogo. Na inasaidia pia moto wake vizuri uonekane ni wa blue. Kwa maana hata hapa sasa hivi ukiangalia hauoni, kwa sababu ile blue yake imekolea sana, imezidiwa na mwanga wa jua, lakini moto wake upo wa kutosha, ina joto kali sana, joto la kutosha. Na tumeweka hivi pia itumie umeme kwa ajili ya kumrahisishia mpikaji, kwamba anaweza kapunguza moto au akaongeza. Kwamba labda unapika mboga haitaki nanili moto mkubwa, una adjust kupitia hii ndio controller ya moto. Nilikuwa sijalijua. Kwa naweza nikaa napika nachemsha kiporo changu asubuhi, napasha maji kidogo, huyu anapika maharage. Kwa hiyo inamsaidia mtu. Ni swali la msingi hilo, umelitafutia majawabu. Safi sana. Naam. Na wakati unalitumia sio kwamba linatumia labda oil inaenda ovyo ovyo, inakuwa nyingi, ni kidogo kidogo kama unavyoona hapa, matone. Naweza mkaangalia matone ya oil kidogo yanaingia hapa, yakishaingia yanashuka kwenye hii bomba, yanakuja huku kwenye hili jiko, inachomwa. Likishachomwa ndio inakuwa moto wake unapanda juu, unakutana na hii feni ambayo inaingiza oxygen, inabadilisha ule moto unakuwa unafoka kama gesi, na moto wake ni wa kutosha kabisa, unajitosheleza. Bwana, kama ambavyo tumekuwa tukikujuza kwamba na Nyaro TV tupo kwa sehemu kubwa zaidi ya Saidi Makebo. Huyu ni bingwa Tanzania nzima, hakuna sehemu nyingine yote ambayo unaweza ukapata kamera zenye ubora wa hali ya juu kama kwa Saidi Makebo. Huyu ni bingwa kweli kweli. Tumefika hapa na bidhaa zake zipo nyingi sana. Anazo CCTV kamera, anakufungia internet popote pale ulipo Tanzania, lakini pia anakufungia electric fence kwa ajili ya masuala ya ulinzi na usalama. Lakini pia kama haitoshi, anazo pia na vitasa vya fingerprint kwa ajili yako wewe Mtanzania. Ukiachana na hilo, pia anazo geti motor kwa ajili yako pia wewe Mtanzania. Utake wapi huduma bora kama Saidi Makebo alafu ukaikosa? Fika hapa, napatikana Arusha mkabala na geti la shule ya sekondari Bondeni, ama unaweza ukampigia kupitia nambari ya simu ya 0688 648988 0688 648988. Huyo ni Saidi Makebo Sagras Digital, tuko nao hapa Arusha, lakini pia Tanzania nzima na kufikia kwa huduma bora kabisa. Kumbuka kwamba kebo zake ni kopa za kisasa kweli kweli, zina hadhi ya kimataifa na ni za kisasa. Ukisikia kisasa basi ni kisasa yenyewe. Jiko hili ni kwa ajili ya joto la kuku bandani, kwa wale ambao wanakaa sehemu zenye baridi sana. Kuku wanapata magonjwa kupitia kwa sababu ya hali ya hewa. Kwa hiyo hili jiko linasaidia kuleta joto kwenye banda. Na labda pengine kwa faida ya Mtanzania anayesikia sasa, kwamba kwa lugha nyingine haya majiko ukiyaona unaona yana size inayofanana, lakini mteja akihitaji ukubwa wa aina yoyote una uwezo kufanya hivi. Lakini akihitaji majiko, kwa mfano hili limeangalia huku na hili limeangalia huku, akaunganishiwa sehemu mbili tofauti, unaweza kutengeneza hizo pots mbili. Na kwa wale pia wenye taasisi pia mtu ana shule, naam, au kama sisi tunavyofanya huku magereza, una watu wengi, unapika chakula cha watu wengi, sawa, unaweza pia tunatengeneza. Sasa Watanzania wafahamu kwamba gharama ya jiko hili sasa ni shilingi ngapi kwa jiko kama hili la nyumbani? Kwanza niseme tu mimi binafsi kama Mwema, Remedius Mwema, nitanunua jiko hili. Kabla sijaondoka nitakuja hapa kuchukua jiko. Nashukuru. Kwa ninaomba tu watu niambatana nao mninoti hilo. Kabla sijaondoka hapa nitachukua jiko hilo tu, na kuchukua kwangu mimi nikalitesti pale Kiteto na Babati, itakuwa ni sehemu sahihi ya kuwafanya wengine wafahamu hilo. Na sambamba na hilo wafahamu bei ni shilingi ngapi? Bei tunaliuza 1,30,000. 1,30,000 nadhani kulingana na haya aliyoeleza na utengenezaji wake, kimtizamo nadhani ni bei rafiki sana. 1,30,000. Sasa wito wangu mkubwa, na pengine nizungumze moja, ni wapongeze Jeshi la Magereza. Pongezi magereza kwa kazi hii. Nadhani nimetembelea mabanda mengi na ninaendelea, lakini nimewiwa. Hatupiti kwenye mabanda kujifurahisha, kwa sababu tunayoyaona tumekuwa tukiona mahala pengine.
Dhamira ya serikali ni kuona watu walioaminiwa, watu wenye dhamana, watu wenye kufanya kazi, watu ambao ni kutoka kwenye taasisi mbalimbali kuwa na ubunifu, kwa sababu hakuna kitu kigeni duniani. Jambo la msingi ni kuongeza ile value addition, unaongeza thamani ya kitu, lakini pia unavumbua jambo jingine. Mambo hayo mawili. Sasa nyinyi mmekuwa ni wabunifu wazuri. Moja, mmeubuni kitu ambacho kinaenda kutatua changamoto inayowakumba Watanzania wengi, lakini pia kuunga mkono mwelekeo wa serikali. Hili ni jambo la msingi zaidi. Kwa hiyo ninawapongeza sana, niseme tu kwa moyo wangu wa dhati nimefurahishwa na hilo, na nimewiwa na kunuia kwamba nitachukua jiko moja kabla sijamaliza 8 hii. Hilo la kwanza. Lakini jambo la pili, nipongeze watumishi wote wa magereza na vijana walioko hapo. Kijana huyu tumemwona ana weledi mkubwa, yeye ni askari, lakini tumefahamu na tumezoea magereza, tunajaribu kuwafunza zaidi wafungwa kupata mafunzo. Manake pale ni tunasema ni mafunzo, wanajifunza na umeeleza mwanzoni, wanapoondoka wanaendelea na ujuzi huo, na mmekuwa mkiwafuatilia, jambo jema. Lakini kilichonifurahisha pia kingine kikubwa ni kuona hata yule anayesimamia ambaye ni askari anakuwa ni sehemu ya kuvaa uhusika wa jambo hilo, na ni kijana bado. Kwa hiyo nitoe rai pia kwa vijana wengine, na teknolojia hii au ubunifu huu, vijana wengine wanaweza kaendelea kujifunza zaidi kupitia mikopo ya 10% maeneo mbalimbali, na wao wakatengeneza majiko kama haya, wakaendelea kupata fedha katika mazingira hayo. Kwa hiyo na mimi ninawiwa pia kufanya hilo. Lakini kingine pia ni waombe tu Watanzania wengi kuja kuunga mkono kwa gereza letu au pengine taasisi hii kuendelea kununua majiko haya na kuwafanya Watanzania waendelee kunufaika na hilo. Lakini niwatie shime zaidi Jeshi la Magereza kuendelea kubuni vitu zaidi ambavyo vinaenda kutatua changamoto. Nimeona pale samaki mnafuga na maeneo mengine. Nadhani jambo hili ni la muhimu zaidi. Baada ya kusema hayo, ninawashukuru.